Hatimaye Canada yaamua kufanya maamuzi magumu. Ni maamuzi ambayo yametokana na kile wanachosema kwamba ni ukatili ama ujeuri wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika kutaka kuichukua nchi hiyo ya Canada kuwa sehemu ya jimbo katika Marekani. Wakati huu waziri mkuu mpya Bwana Mark Carney anasema kwamba uhusiano wa zamani kati ya Canada umekwisha rasmi. Waziri mkuu huyo wa sasa wa Canada ametangaza mbele ya waandishi wa habari mjini Ottawa baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, ambapo alisema wa Canada lazima kimsingi wafikirie upya uchumi wao mbele ya ushuru wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Amesema kwamba kulingana na ushirikiano wa kina wa uchumi na ulinzi mkali na ushirikiano na kijeshi sasa umekwisha, na kwamba wa Canada watajitegemea wenyewe katika masuala hayo. Alisema Canada itajibu kwa ushuru wa kulipiza kisasi ambao utakuwa na athari ya juu kwa Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza Jumatano kwamba angelenga magari na sehemu za magari zinazoingizwa kwa ushuru wa 25%. Hii ni ya kudumu, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Carney, kiongozi wa chama cha Kiliberali, alitaja mkataba wa awali wa bidhaa za magari za Canada na Marekani uliotiwa saini mwaka 1965 kuwa mkataba muhimu zaidi katika maisha yake. Hii imekamilika na ushuru huu, alisema kwa Kifaransa. Aliendelea kusema kuwa Canada inaweza kuendeleza sekta ya magari na ushuru wa Marekani mradi serikali ya jumuiya ya wafanyabiashara kazi ya kufikiri upya na kurekebisha sekta hiyo. Canada inahitaji kujenga uchumi ambao wa Canada wanaweza kudhibiti, alisema Bwana Carney, na hivyo itajumuisha kufikiria upya uhusiano wake wa kibiashara na washirika wengine. Anasema inabakia kuonekana kama wa Canada wanaweza kuwa na uhusiano mkubwa wa kibiashara na Marekani kwenda mbele, aliongeza. Carney amebadilisha mipango yake ya kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi ujao ili kukabiliana na ushuru wa hivi punde wa uigizaji wa bidhaa. Marekani tayari imeweka sehemu ya ushuru wa 25% wa bidhaa za Canada pamoja na ushuru wa 25% kwa bidhaa zote za aluminium na chuma. Canada hadi sasa imelipiza kisasi kwa takribani dola bilioni 60 hadi dola bilioni 42 kwa ushuru wa bidhaa za Marekani. Ushuru mpya wa magari utaanza kutumika tarehe 2 Aprili na malipo kwa wafanyabiashara wanaoagiza magari kuanzia siku inayofuata. Ikulu ya Marekani ilisema ushuru wa sehemu umewekwa kuanzia Mei ama baadaye. Ujerumani pia inapinga ushuru wa magari wa Trump ikisema haitokubali. Mapema siku ya Alhamisi asubuhi, Donald Trump alionya Canada na Umoja wa Ulaya dhidi ya kuunganisha nguvu dhidi ya Marekani katika vita vya kibiashara. Ikiwa Umoja wa Ulaya utafanya kazi na Canada ili kuleta madhara ya kiuchumi kwa Marekani, ushuru mkubwa zaidi kuliko ilivyopangwa sasa utawekwa kwa wote wawili, kwa maana Canada pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya, alichapisha kwenye jukwaa lake la Truth Social. Carney alikutana na mawaziri wake huko Ottawa siku ya Alhamisi asubuhi kujadili chaguzi za biashara. Hapo awali alikuwa ameratibiwa kufanya kampeni huko Quebec. Alisema wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari kwamba Rais Trump aliwasiliana naye jana usiku ili kupanga simu na kwamba itafanyika siku ijayo ama siku 2 zijazo. Ikiwa itafanyika, hii itakuwa simu ya kwanza kati ya viongozi hao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.